Haleluya, haleluya. Kwa mafuta wa Bwana. Tuna kila sababu ya kusema asante kwa neema yako ambayo Mungu ametupa tena katika siku ya leo. Tukiwa katika mwendelezo wa masomo yetu ambayo tumekuwa tunayaachilia kwa kila Alhamisi kwa ajili ya kujifunza, kupata maarifa, kupata ufahamu. Lakini ikiwa na lengo zima la namna tunapaswa kuwa, namna ambavyo Mungu anataka tuwe. Na ninaamini Mungu amekupa nafasi ya kutusikiliza tena katika siku hii ya leo. Nikiamini kwamba huu muda ambao Mungu amekupa hautatoka kama ulivyokuwa. Maana kila siku Mungu ni mpya katikati ya maisha yetu kupitia neno lake. Na tumekuwa na mwendelezo mzuri wa somo la umuhimu wa kanisa kujihusisha na vita vya kiroho. Lakini pia tulianza juu ya nini maana ya vita vya kiroho. Lakini kabla hatujaanza, ningependa kutambua uwepo wa mtumishi wa Mungu ambaye tunakwenda kushirikiana naye katika somo hili la nini maana ya vita vya kiroho, tukiwa tuna pointi kama 2 ambazo tulizibakiza wiki iliyopita, ili kusudi mpate kutambua uwepo wake kabla hatujaendelea. Karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Amen. Naendelea kuwakaribisha tena katika kipindi hichi ambacho tumeendelea kujifunza juu ya vita vya kiroho. Ninachowasihi tuendelee kusikiliza, tuendelee kujifunza zaidi, ili tuendelee kujua zaidi. Karibuni sana na Mungu awabariki. Karibuni sana na Mungu awabariki. Kwa hiyo kipekee, kabla hatujaanza, ningependa tuombe tunapokwenda kuanza kipindi hichi. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neema yako uliyotupa tena katika siku hii ya leo. Neema iliyotupa tena kukutanika pamoja na mpenzi msikilizaji wetu kwa njia ya Facebook, kwa njia ya YouTube na hata kwa online radio. Tunakushukuru kwa sababu ni wewe unayetukusanya. Na tunakushukuru kwa sababu ni wewe unayepeperusha neno lako na kulisambaza na kulipa kushinda na kutembea katika baraka sawasawa na jinsi Mungu alivyokusudia. Asante kwa muda huu na wakati huu ambaye huyo mpenzi msikilizaji wetu yuko pamoja nasi, ili apate kupokea kile ambacho umekusudia tena katika siku ya leo kama sehemu ya mwendelezo wa kile ambacho umekiandaa katikati ya maisha yako yake. Mungu, mkono wako wa pekee huwe pamoja naye, na Bwana umfungulie akili zake apate kuelewa na maandiko. Tunakubariki Mungu Roho Mtakatifu kwa sababu ni wewe unayefanya yote. Tunasema ni asante. Roho, chukua nafasi kwa mpenzi msikilizaji wangu katika mazingira yaliyopo. Wengine wako sebuleni, wengine wako kazini, wengine wanaendesha gari, na wengine wako kwenye shughuli mbalimbali. Lakini ninaomba hasipitwe na chochote ulichokusudia apate kukijua, aidha kwa njia moja ama namna nyingine. Mpe utulivu na mpe kusikia. Mpe masikio ya kusikia, mpe macho ya kuona, na mpe roho ya kujua. Asante kwa sababu upo pamoja nasi, Roho Mtakatifu, kumtukuza Mungu kupitia neno lake. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Mtumishi wa Mungu, wiki iliyopita tuligusia kidogo juu ya nini maana ya vita vya kiroho. Na tulikuwa tunakumbusha ili kusudi mpenzi msikilizaji ambaye anatusikiliza apate kujua nini maana hasa ya vita vya kiroho. Hatuna nafasi ya kurudi nyuma sana. Tulikuwa tunazungumza issue ya kanisa na umuhimu kanisa kujihusisha na vita vya kiroho. Tulianza kuzungumza juu ya nini maana ya vita vya kiroho. Kwa hiyo tutarudi haraka ili kusudi upate kujua vitu vichache ambavyo tulizungumza kama pointi 3, ili kusudi upate kufahamu, ili tuende na safari nzuri tunapoelekea katika pointi 2 ambazo zilibaki. Tulizungumza juu ya kupiga kelele na kumtaja shetani katika maombi haimaanishi unapigana vita vya kiroho. Nasema kupiga kelele na kumtaja nani? Shetani haimaanishi unapigana vita vya kiroho. Kwa hiyo tulitaka watu wapate kujua nini maana hasa ya vita vya kiroho.
Kwa hiyo mtu asije anapiga makelele anasema yes huyo prayer warrior, ama anamtaja shetani kwenye maombi anasema yes huyo ndio mambo yanakwenda mazuri hapo. Kupiga kelele pamoja na kumtaja shetani haimaanishi kwamba ni vita vya kiroho. Kwa hiyo tunapozungumzia vita vya kiroho tunazungumzia nini? Maana ya vita vya kiroho, maana yake ni kuachilia ushindi wa Kristo kwa adui na katika kila hali aliyoinua kwako kupitia. Tunaposema hawa watu wanapigana vita vya kiroho, maana yake wanauachilia ushindi wa Kristo. Kumbuka sisi sio kwamba ndio tunaanza kupigana vita tayari Yesu alishapigana akatushindia. Kwa hiyo tunachofanya sisi ni kuachilia ule ushindi wa Yesu aliyotushindia sisi katika kila eneo la maisha yetu. Sasa yale maeneo tunapokuwa tunaachilia ule ushindi wa Kristo dhidi ya uadui ama dhidi ya upinzani ambaye shetani ameuleta, aidha wakati mwingine kwenye afya, aidha wakati mwingine kwenye uchumi, aidha wakati mwingine kwa watoto wetu, unaachilia ushindi wa Kristo. Unaachilia ushindi, maana yake unampeleka Kristo aliyeshinda katika hilo pambano, na Yesu alipambana shetani akamshinda. Kwa hiyo ni kama vile unamkumbusha shetani kwamba pale msalabani ulipigwa. Kama ulipigwa, maana yake tunaendeleza na ushindi. Kwa hiyo huruhusiwi wala huwezi ukaendelea katika hali nzima ya kuendelea kumnyanyasa mtu. Kwa hiyo tunaposema tunaachilia ushindi wa Yesu dhidi ya adui katika hali aliyoinua katika maisha yako, katika kuachilia ushindi wa Yesu katika mapambano na adui, ziko njia ambazo zinatumika. Nilizungumza habari za njia ya kutamka, unatamka. Nilizungumza habari za njia ya kuwaza, na nikazungumza habari za njia ya kudai katika maombi na kukataa kukubaliana na uongo wa shetani. Kwa hiyo unaona kuna hali ya mtu kutamka kwamba Yesu alishinda hivi na mimi ninashinda hivi kwa msaada wa nani? Wa Yesu. Na wakati mwingine vita vinakwenda kwa njia ya mawazo, kwa sababu adui ataleta mawazo yake ndani ya mawazo yako ili kukudhoofisha na kukushindia. Pia unatembea na maneno kwa kutamka, unatembea pia pamoja na kuwaza. Kwa hiyo ni vita vinavyohusisha mawazo ambayo unayoyawaza, lakini ukiwa umeweka mawazo ya Yesu yaliyoshinda. Lakini sio tu hivyo, ni kwa njia ya kudai, kuto kukubaliana. Biblia inasema mpingeni shetani, haukubaliani na ile hali aliyokuletea. Tumishi, unasemaje? Ni kweli kama ulivyoeleza, kupigana vita vya kiroho kama ulivyosema kwamba sio kupiga kelele, sio kumtajataja shetani. Ukasema kwamba kupigana vita vya kiroho ni kutamka. Pia ukasema kwamba unatamka afu pia ni kuwaza, mawazo. Kwa hiyo unatumia yale mawazo yako, unawaza mambo ya Mungu, unawaza vitu vizuri na kutokubaliana na kile ambacho shetani amekileta. Tunaona hata wakati Daudi anapigana vita na Goliati, hakukubaliana na Goliati, maana Goliati alikuwa anapigana vita vya maneno. Anamwambia kwamba yani leo itafanya nini? Kichwa chako kitakuwa halali yangu. Anaambia yani wewe mtoto mdogo namna hiyo, lakini Daudi hakukubaliana. Daudi alichokifanya naye alisema, akamwambia kwamba akamweza kwa jina la Mungu wake leo hii atakwenda kukata kichwa cha nani? Cha Goliati. Kwa hiyo yani alirudisha vile, hakukubaliana na ile maneno ambayo Goliati aliyokuwa anasema. Alirudisha akasema sikubaliana na kile unachokisema. Kwa hiyo akawa anarudisha. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa kwamba tusikubaliane. Shetani anataka kuletea magonjwa, huwezi kukubaliana na ule ugonjwa. Unasema hapana, kwa kupigwa kwa Yesu mimi ni mzima, sikubali huu ugonjwa. Unaukataa. Ndivyo na nini Daudi alivyofanya. Anaambiwa kwamba leo nakwenda kukumaliza. Asema asema leo Daudi anakataa, hakubaliana na kile kitu anachoambiwa na nani? Na Goliati. Kwa hiyo ndio tumezungumza kukataa kukubaliana na chochote. Analeta magonjwa, unakataa. Utakataa kwa kutamka, utakataa kwa kuwaza, na utakataa kwa kusema. Hivyo ndio vita vya nini? Vya kiroho. Kwa sababu kuna wakati mwingine adui analeta mawazo yake ambayo hakuna mtu anayejua, lakini wewe ndio unayejua amechomeka. Na tuliona hata mfano wakati Ibilisi anamjaribu Yesu. Unaona kulikuwa kuna maneno. Shetani anasema na Yesu anasema. Shetani anatamka na Yesu anatamka. Kumbe katika vita vya kiroho maeneo haya ni muhimu sana. Kukataa kwa kutamka
na kuwaza. Yesu alisema duniani tunayo dhiki, lakini sisi tujipe moyo, kwa sababu yeye ameushinda ulimwengu. Nikawa nasema hii inamaanisha kuwa unachopitia Yesu amekushindia, lakini shetani anataka kukilazimisha. Ndio maana tunapinga. Unasema ni kweli. Ni kweli kabisa, kama unavyosema kwamba yani vile vitu tunavyopitia ni kwamba tayari tumeshashinda. Maana anasema kwamba kila aliyezaliwa na Mungu ameushinda ulimwengu. Kwa hiyo kumbe tumeshashinda tayari, lakini shetani analazimisha tuone kwamba sisi tunashindwa. Kwa hiyo na sisi lazima tulazimishe ushindi, tujue kabisa kwamba tumeshashindiwa na ushindi ni wetu. Kwa hiyo lazima kwa maneno, yani usikubaliane na shetani, maana anaanza kukuletea ni baba wa uongo. Siku zote shetani anasema uongo. Tunaambia shetani ni kama simba angurumaye. Kwa hiyo anapokuja anakuja kama anatisha vile, anakuletea mawazo yanayokutisha, lakini yeye ni kama simba tu, sio simba. Kwa hiyo tunatakiwa kupinga, kama tunasema kupinga na kukataa kile kitu. Tujue kabisa sisi kwamba ni washindi. Ndiyo. Na tulazimishe ule ushindi, kwa sababu Yesu ameshashinda. Ameshatuambia kabisa kwamba kila aliyezaliwa na yeye ameushinda. Sasa tayari umeshaambiwa ni mshindi. Hakuna haja tena ya kuogopa. Ndio. Ila nani yako ni kulazimisha kushinda tu kwa kusema, kukiri na kukataa ile shetani anayokuletea. Na kukataa kila ambacho shetani amekuletea. Kwa hiyo unachopaswa kufanya, mpenzi msikilizaji wangu, ukisikia hivi ni vita vya kiroho ndio vinapigana kwenye hayo maeneo. Kwamba vinapigania wapi? Vinapigania kwa kusema, kwa kutamka na kukataa. Na hivi ni vita vya ndani kwa ndani ambavyo havionekani kwa nje, lakini ni halisi, vitatoa matokeo. Kwa sababu kama shetani atakushinda kwenye mawazo, amekumaliza kabisa. Maana utakuwa unawaza kufa. Unaumwa, unaanza kufa. Yani na shetani anakuletea mpaka jeneza. Unaliona. Anakuletea mpaka unavyoenda kuzikwa. Anakuletea kila kitu. Na unaanza kuwaza kweli nakufa. Na kweli unakufa. Mtumishi wa Mungu, niliwahi kupata washirika wawili ambao walikuwa wameathirika, walikuwa na HIV. Nilikuwa namwamini Mungu anaweza kawaponya, lakini kabla sijawafanyia maombi nitaka kujua hawa watu wanawaza nini, yaani mawazo yao ni yapi. Kumbe wao wanakaa wanawaza kufa kila wakati, wanawaza, wanaona makaburi, wanaona namna ambavyo wameachwa makaburini, wameshazikwa, wameenda. Yule mtu ni rahisi kupata uponyaji hata kama utamwombea? Sio rahisi, kwa sababu Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Na shetani anachofanya, anakuletea kwanza mawazo ili kusudi ya kuwini kwenye hilo eneo. Ndio maana wale watu walijiona majitu, waliona kama mapanzi, na ndivyo walivyoonwa wao. Yaani namna ambavyo wewe unavyojiona ndivyo unamrahisishia shetani. Kwa hiyo lazima kila wakati tuone ushindi wa Yesu. Sisi hatukupigana na shetani pamoja, kwamba Biblia inatuambia tulikuwa naye wakati tuko msalabani, lakini Yesu alitufanyia ushindi pamoja na yeye kwa neema yake. Kwa hiyo lazima tukubaliane na kila ambacho Yesu amefanya kwa ajili yetu katika imani tulio nayo. Sasa ili kusudi tupate kuona udhihirisho wa ushindi dhidi ya shetani, lazima tujue namna ya kutamka, tujue namna ya kuwaza, na tujue namna ya kukataa. Hivyo ndivyo vinavyoitwa kupigana vita vya kiroho. Sio kumtajataja shetani ama kupigapiga kelele wakati unawaza kifo, wakati unasema kifo, na wakati unatamka masuala ya kifo. Unasemaje mtumishi wa Mungu? Ni kweli mtumishi wa Mungu. Nataka kutoa mfano mwingine. Ndio. Ni ile jana alipokuja mtumishi wa Mungu Eliza, akawa anasimulia jinsi ambavyo alikutana na mama mmoja mgonjwa, akampeleka hospitali, wakapima, walivyopima wakakuta ana shida katika figo zake. Akawa anamwambia jinsi ambavyo anakwenda kufa, anambia mimi nakwenda kufa sasa. Kwa hiyo anakwenda kuelezea jinsi anavyokwenda kushindwa. Anaambia mimi nakwenda kufa. Ndio. Nakufa, yani hapa nakwenda kufa kwa sababu sina hela za kunisaidia. Huko hospitali na kuambiwa kwenda Buganda, naendaje? Nakufa. Kwa hiyo akaelezewa, akawa anajua jinsi anavyokwenda, yani jinsi anavyokwenda kufa ndo anavyo anaona kabisa, yani ameshaona kabisa, yani mawazo yake kwenye akili yake ameshaletwa jinsi anavyokwenda kufanya nini, anavyokwenda kufa. Ndio. Lakini alipopewa matumaini, akaelezwa jinsi ambavyo Yesu alifanya, akaelewa habari za, akasema basi nipelekeni kwa hao, nipelekeni kwa hao. Na kesho Mungu anakuja kumfungua na kumponya. Ana uvimbe sisi kwenye nini? Kwenye figo. Kwenye figo. Kwenye figo. Mungu anakwenda kumponya. Kwa nini? Kwa sababu sasa ameshajua kumbe kuna kuishi badala ya kifo. Kwa hiyo lazima huyu mtu kwanza umbadilishe kuwaza kwake, ili shetani asifanye mtaji mawazo yake na kumsumbua. Shetani ni mjanja sana. Akikuweza, vita vya mawazo vikishindwa, amekupiga pakubwa.
Huwezi shinda. Anakuonyesha kwamba unaenda kushindwa, anakuonyesha unaenda kukufa. Yaani ukishapata ugonjwa tu au ukishapata tatizo tu, yeye kazi yake ni kuonyesha jinsi ambavyo unakwenda kushindwa. Anakuonyesha jinsi unavyoenda kushindwa, unapokwenda anakuonyesha kila kitu mpaka picha ya mwisho unapokwenda kuishia. Ndivyo shetani anavyofanya. Lakini na Mungu wetu, tukimwangalia Mungu wetu na naye anakuonyesha mpaka mwisho unakokwenda. Ukikubali kulifuata neno la Mungu, ni mpaka mwisho unaona. Kwa Mungu unaona mpaka mwisho, na shetani unaona mpaka mwisho. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe uchague hiyo vita upiganeje. Upigane uende kukubali mshetani au kukubali Mungu. Kwa sababu Mungu atakuonyesha kwamba hivi vita unakwenda kushinda. Anakuonyesha mpaka mwisho ushindi wako unakuwa vipi. Kwa hiyo sisi siku zote tunapokwenda kwenye vita vyovyote tayari sisi ni washindi. Amen. Kwa hiyo tunakwenda kudhihirisha na kwenda kuendeleza ushindi. Hatuendi kupambana na shetani ili kusudi ndio tuje tushinde. Yesu alishatushindia. Sisi tunachofanya ni kuendeleza ule ushindi. Ndio maana tunawashauri watu wakimbie sana kwenye neno la Mungu, kwa sababu ndipo kuna ahadi za ushindi pale, na ndipo kuna kile ambacho Yesu alifanya kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo tuliona ya kwanza, unampinga, unaachilia ushindi wa Kristo. Wewe mpambanishe shetani na ule ushindi wa Kristo aliyofanya. Biblia inasema neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, lakini sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu ya kutuokoa. Kwa hiyo unaona kuna ujumbe unaohusiana na msalaba ambayo Yesu alipelekwa pale kwa ajili yetu. Pale msalabani alichukua magonjwa yetu ili tutembee kwenye uponyaji. Pale msalabani alichukua udhaifu wetu tutembee kwenye nguvu. Pale msalabani alichukua umaskini wetu tutembee kwenye utajiri wake. Kwa hiyo msalaba alikuwa anafanya substitution ya maisha yetu yaliyoshindwa na maisha yetu ya umaskini na maisha yetu ya magonjwa, na kuachilia nguvu ya Mungu ya kutusaidia. Unasemaje mtumishi? Amina, ni kweli kama unavyosema pale msalabani Kristo aliachilia uzima. Na ndio maana tunapokuwa tuna shida au tunapokuwa tunapigana vita, ni lazima tutumie ile neno kwamba kwa kupigwa kwake Kristo sisi tumepona. Aliyachukua magonjwa yetu. Unaona kabisa ameyachukua. Kwa unajua kwa ule ushindi, aliyachukua magonjwa yetu, alichukua udhaifu wetu, na kwa kupigwa unaona yote yamekwisha. Yaani na anatamka neno kwamba yote alifanya pale msalabani, yote alifanya yalikwisha. Lazima vile vitu tuvione na tuvifahamu. Ndio. Lazima vile vitu tuvione na tuvifahamu. Lakini ya pili, nilizungumza nini maana ya vita vya kiroho? Nikasema ni kumpinga shetani na jeshi lake dhidi ya kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Nilizungumza juu ya kumpinga shetani na jeshi lake dhidi ya kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Nikazungumza hivi, nikasema fahamu kuwa chochote ambacho Mungu ameahidi kukutendea au kukupa, lazima shetani atakipinga. Ni kweli. Haitokei tu automatic. Lazima apinge. Mungu aliwaambia Israeli wanatoka Misri wanakwenda Kanaani. Nchi iliyojaa maziwa na asali. Lakini mpaka kufika Kanaani walipambana mapambano karibia 39. Kweli. Maanake walikumbana na vizingiti vingi, vizuizi vingi. Haijalishi Mungu amesema ziko vita. Amesema atakuinua, kuna vita. Amesema atakubariki, kuna vita. Amesema atakufanya kuwa mtu mkubwa, kuna vita. Kwa hiyo chochote kile ambacho Mungu amekupa, anataka kufanyie, shetani atakipinga. Tunaona pia katika mfano wa Danieli. Hawakujua kwa nini ameenda siku 21. Ni kwa sababu Mungu alishatoa majibu kwa maombi yake. Shetani akampinga pale kwenye anga lile la pili, ili asipate kitu. Kwa hiyo vitu vyovyote ambavyo Mungu amekuahidi havitokezi tu automatic. Mpenzi msikilizaji, ameahidi huduma kubwa, ameahidi huduma yenye mguso kwa taifa, mguso kwenye makabila, mguso kwa ulimwengu. Haitokei kirahisi rahisi. Kuna bato, kuna vita, kuna mapambano kwa ajili ya kusudi ile kutimia. Nasemaje mtumishi wa Mungu? Ni kweli mtumishi wa Mungu. Tunaona hata kwa Yusufu, tukiingia mtumishi wa Mungu Yusufu, Mungu alimwonyesha ndoto kwamba anakwenda kuwa mtu mkubwa. Akaonyesha kwamba ndugu zake wote watamwinamia, mpaka wazazi wake. Lakini kufikia ile ndoto haikuwa kazi rahisi. Alikuwa anapingwa sana. Alikutana na vitu vingi sana njiani. Alitaka kuuawa, kaingia kwenye nyumba ya Potifa, akakutana tena kizuizi. Ili tu shetani yake kubwa ni kwamba aingie pale, afanye uzinzi, tayari afanye nini? Auwe ndoto yake. Ametoka pale, ampigia mpaka gerezani. Hii ni kwa anipigania nini? Ndoto yake. Kwa hiyo kumbe hakuna kitu ambacho Mungu atakuahidi utakipata kirahisi.
Kama ni kitu kikubwa, yani inategemea na kile kitu kinakuwaje. Kama ni kidogo, vita vyake sio vikubwa, lakini kama ni kitu kikubwa, tegemea kukutana na vita vikubwa. Ndio maana unakuta watu ambao wana vitu vikubwa vya kimungu wana vita vikubwa sana. Wanapambana sana. Ukiwa sio mpambanaji, ndoto yako itauawa. Yale ambayo Mungu amekuahidi, shetani atarudisha nyuma, utashangaa. Huoni, unaanza kumlaumu Mungu. Mungu aliniambia, Mungu alisema na mimi, alitumia watumishi wake, akaniambia kwamba labda nitajenga nyumba kubwa, nitakuwa mtu mkubwa, nitakuwa na huduma kubwa, nitakuwa na biashara kubwa. Au wakati mwingine Mungu ameniahidi kwamba nitapata mtoto mwakani, wakati kama huu nitapata. Unapoahidiwa, jua hivyo ni vita. Ujua hivyo ni vita. Mungu anapokuahidi kwamba labda wewe una mtoto, Mungu anakuambia kwamba utapata mtoto mwakani. Kufikia mwakani, wakati kama huu utapata mtoto. Ndio wakati wako sasa wa kuanza kupambana. Kusimama. Kwa sababu hivyo ni vita, umetangaza vita. Shetani hawezi kukubali kirahisi upate mtoto, maana anajua kwamba yule akipata mtoto huu ni ushindi tosha. Kwa hiyo lazima apambane. Kwa hiyo ni vizuri unapopata ile ahadi, kama Mungu amekuahidi, pambana. Jua hivyo ni vita, anza kupambana. Upambane. Kwa hiyo lazima ujue kwamba ahadi yoyote inapambana na inafuatana na matukio ya mapingamizi. Pingamizi si rahisi. Hata Daudi si rahisi. Daudi yani mpaka kapakwa na mafuta awe mfalme, lakini alikumbana karibia miaka 19 anasumbuana na Sauli. Alijua kama ni kitu rahisi akapakwa mafuta, akajua sana kwenda kwa mfalme, lakini haikuwa rahisi kwake. Kile kitu hakikuwa rahisi mpaka kuja kwa mfalme. Alikosa kufa mara nyingi. Alikosa kupigwa na Sauli, kupigwa, kurushiwa. Alikuwa anarushiwa nini ile? Kwa ni mkuki. Alikosa kurushiwa mkuki. Yaani mara nyingi tu. Hivyo. Akafuatwa mpaka maporini kule kwenye mapango. Alijificha, anaenda wapi? Imradi tu anapigana vile vita ili kupigania nini? Kile ambacho Mungu amemwahidi, kile ambacho Mungu amempaka mafuta ili awe. Kwa hiyo si rahisi. Vitu vya kimungu kuvipata si rahisi. Kama tunavyosema, mtu anasema ni rahisi, Mungu amesema itakuwa ile. Anakaa anasubiri, atazekea hapo. Na vipi hata wana wazee walivyokuwa wanatoka Misri? Si Mungu alishawaambia waende? Aliwaambia kwenye nchi ya asali, lakini ilibidi waingie na maziwa. Lakini bado walipambana. Sababu walikutana na vikwazo. Kutana ile ukuta. Sasa ule ukuta kuangusha ili waingie ndani. Ilikuwa na yenyewe ni vita. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji wangu, wewe ambaye unatusikiliza kupitia radio online ama Facebook ama YouTube live, tupende kukukumbusha kwamba ahadi ya Mungu inafuatana na matukio mengi ya kukatisha tamaa. Amen. Wakati ambapo Yusufu anaambiwa kwamba ndugu zake watamsujudia, hatakuwa ni mtu mkubwa, haikuwa rahisi. Unaona, ndugu zake kwanza wakamtafuta namna kumuua. Mungu akasaidia, akapenya, akaingia kwa watu, wakamchukua Waishmaeli, wakakaa naye, baadaye akaenda kwa Potifa. Amekaa maisha anataka kuwa mazuri, ndio ghafla sasa akasingiziwa. Alitokea jela kwenda kuwa mtu mkubwa. Kwa hiyo haiendi kirahisi kama unavyofikiri. Haiendi kirahisi kama unavyotabiriwa tu kafikiria sawa. Wewe umetabiriwa utakuwa mtu mkubwa, unapaswa usimame na silaha za kiungu na msaada wa kimungu ili kufikia kwenye hatima. Vita vya hatima ni vita vikubwa. Utapata hiki kinatokea, hichi kinaisha, hichi kinaingia tena. Hichi kinatoka, kinaisha tena, kinaingia tena. Kwa hiyo unakuwa unakumbana na vipingamizi hatua kwa hatua. Lakini lengo kubwa ni Mungu akupitishe ili akufikishe kule kwenye hatima. Kwa hiyo tupende kukukumbusha ya kwamba vita vya kiroho ni kusimama katika hali ya uaminifu. Na kupangua na kupambana kila aina ya vikwazo na vizuizi mbele yako. Lakini cha tatu tulizungumza nini maana ya vita vya kiroho? Nikazungumza juu ya kuziondoa na kuharibu nguvu za ibilisi kutoka maishani mwako ukitumia mamlaka ya neno la Mungu na jina la Yesu. Nilizungumza juu ya kuziondoa. Kwa hiyo ukisikia mtu anaziondoa nguvu za ibilisi kutoka maishani mwako na kwa kutumia mamlaka, hizi hazitolewi kwa jina la dini, hazitolewi kwa jina la nabii, zinatolewa kwa jina la Yesu na mamlaka yaliyo ndani ya neno. Biblia inasema kwenye Yakobo 4:7, mpingeni shetani naye atawakimbia. Lakini naanza mtiini Mungu naye karibieni Mungu naye
ataweza kuwakaribia. Kwa hiyo tulizungumza habari za, tukagusia kidogo ya kwamba ili upate kuona matokeo katika vita vya kiroho na upate kwenda kwenye hatima yako kwa ushindi pamoja na vizingiti na vipingamizi, kiwango chako cha utii wa neno la Mungu ndicho kiwango cha mamlaka utakachokuwa nacho katika jina la Yesu. Ina maana haumtii Mungu kwenye neno lake, basi jina la Yesu haliwezi likakupa matokeo dhidi ya shetani. Amen. Kwa hiyo lazima uwe ni mtu wa kutii neno la Mungu linavyosema. Ndio maana utakuta huyu anazungumza, anataja jina la Yesu, unakuta itoe matokeo. Huyu akitaja anatoa matokeo. Ni shida ile ile. Lakini mchungaji huyu amesema jina la Yesu limetoa matokeo. Huyu ametaja asubuhi mpaka jioni hajatoa matokeo. Utofauti wao ni nini? Utofauti wao ni maisha ya utii wa neno la Mungu. Ndio linasababisha jina la Yesu linakuwa na nguvu na kutoa matokeo.